Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kikosi kipya cha kwanza cha klabu ya soka ya Simba Sports Club katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027, ambapo kikosi hiki kitakuwa chini ya kocha mkuu. Hapa tukienda kumwongelea mtaalam kutokea Afrika Kusini, Steve Barker, ambapo kocha huyo amekuwa miongoni mwa makocha ambao wameweza kuipa klabu ya soka ya Simba mafanikio makubwa katika msimu uliomalizika 2025 2026, ambapo Simba tumetoka kushuhudia wamecheza katika kiwango bora sana chini ya kocha anaofahamika kwa jina la Steve Barker na kuweza kutoa ubingwa wa kombe la CRDB Bank Federation Cup. Kwa hiyo Simba wanaelekea msimu mpya wa mwaka 2026 2027. Watu wengi watamani kufahamu, je, kikosi cha Simba kitakuwaje? Je, kitakuwa tishio ambacho kitakwenda kushindana na vilabu vingine kunako ligi ya mabingwa na michuano ndani kama ligi kuu ya NBC? Sasa usijali, siku ya leo utakwenda kukifahamu kikosi cha kwanza cha klabu ya soka cha Simba kuelekea msimu mpya mara baada ya baadhi ya sajili kuweza kukamilika ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni shabiki wa Simba unaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda kufanya vizuri katika msimu mpya wa mwaka 2026-2027, like video yetu alafu tuambie kwenye comment, mdau wetu wa nguvu, wewe ni mdau unayefuatilia Simba ukiwa maeneo gani? Shuka kwenye comment hapo na utakuwa umetisha kindaki. Usiache tu kulike video yetu. Sasa pasipo kupoteza wakati, ngoja tukaangalie kwanza ile orodha ya wachezaji ambao mpaka sasa wameweza kuondoka katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi na wale wachezaji ambao wameweza kusajiliwa na kile kikosi cha kwanza kitakwenda kuwaje. Kwa upande wa wachezaji ambao wameweza kuondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa kumaliza mikataba ni golikipa Musa Kamara Pinpin, mchezaji Shamu Karabwa. Mchezaji mwingine ambaye ameweza kuondoka ni Nabi Kamara ambaye Simba wameweza kuvunja mkataba wake. Mzamiru Yasin ameondoka kumaliza mkataba. Alasani Maudo Kante naye ameweza kuondoka kwa Simba kuweza kumvunjia mkataba. Aweswali Awesu ameondoka kwa kumaliza mkataba. Lada Kichasambi, klabu ya soka Simba amemtoa kwa mkopo klabu ya soka ya Singida Black Star. Neo Maema ameondoka mara baada ya kumaliza mkataba. Mohamed Bajaba ameweza kuondoka mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuweza kumvunjia mkataba wake kwa sababu ya changamoto ya kupata majeraha ya mara kwa mara. Nyota mwingine ambaye ameondoka Simba ni Jonathan Soa ambaye Simba wamemvunjia mkataba wake. Nyota mwingine ni Selemani Mwalimu ambaye ameweza kumaliza mkataba na klabu ya soka Simba na kuweza kuondoka. Baraka Mongosi na klabu ya soka Simba wameweza kumtoa kwa mkopo, na nyota wa mwisho ambaye Simba wanamtoa kwa mkopo ni Baraka Mongosi, ambapo Baraka Mongosi ambaye pia klabu ya soka Simba watarajia kumtoa kwa mkopo. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao wameondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa turudi katika ile orodha ya wachezaji ambao mpaka sasa wameweza kufanikiwa kukamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka ya Simba. Nyota wa kwanza ni Kelvin Nashon, huyu ni kiungo mkabaji kutokea Pamba Jiji ambapo ni raia wa Tanzania, amesajiliwa Simba Sports Club. Nyota wa pili ni mchezaji Ramazan Chobwedo ambaye klabu ya soka Simba wanamalizia taratibu za kukamilisha usajili wake kutokea katika klabu ya soka ya TRA United. Lakini nyota wa kigeni ambao wamekamilisha usajili ni Ibrahim Jaba, huyu ni kiungo mkabaji na kiungo mchezeshaji kutokea Stellenbosch Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 23, ambapo Simba wamemsajili kutokea Stellenbosch akiwa ni raia wa Nigeria. Alishawahi kufanya kazi na kocha Steve Barker. Nyota mwingine ambaye amekamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka Simba ni Serge Badio, huyu ni beki wa katikati ambaye Simba wamemsajili kutokea klabu ya USM Kenchela ya nchini Algeria akiwa ni raia wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 23. Nyota mwingine ambaye klabu ya soka ya Simba wameweza kukamilisha usajili wake ni Kelesto Makigwalwa, ambapo mchezaji ni winga mshambuliaji kutokea Shakune ya pale Afrika Kusini akiwa ni raia wa Afrika Kusini. Inasemekana kwamba katika kipindi cha hivi karibuni katika usajili ambao Simba wametumia gharama kubwa ni kumsajili Kelesto Makigwala, winga hatari kutokea Shekune ya pale Afrika Kusini, ambapo mchezaji huyu ni miongoni mwa wachezaji hatari. Kwa hiyo balaa jipya limekuja ndani ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona baada ya kufahamu
hiyo orodha wachezaji ambao wamesajiliwa, lakini bado Simba wanaendelea kusajili na bado kuna wachezaji ambao watapunguzwa. Basi ngoja tukakiangalie kile kikosi ambacho kinatabiriwa kitakwenda kuwa kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Simba katika msimu wa mwaka 2026 2027. Kwa upande wa mfumo ambao klabu ya soka ya Simba Sports Club watakwenda kuutumia ni mfumo wa 4-2-3-1. Sote tunafahamu faida ya mfumo huu ni kwamba Simba watakuwa na idadi ya mabeki wanne, viungo wa katikati wa juu mmoja atakuwa na sapoti mashambulizi, kisha anarudi kuja kusaidia kulinda, huku mmoja akibaki kuangalia ile back four ya nyuma, lakini kutakuwa na viungo watatu washambuliaji, pia kuna wengine wenye uwezo wa kushinda, na kutakuwa na standing striker mmoja, ni mshambuliaji mmoja ambaye atakuwa anasimama pale eneo la katikati kwenye eneo la namba 9 pale. Kwa hiyo tunaona huo ndio mfumo ambao Simba watakwenda kutumia chini ya kocha anaofahamika kwa jina la Steve Barker. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kuanza katika milingoti mitatu ni Djibira Kasali. Kwa nini Djibira Kasali? Fahamu Djibira Kasali ni golikipa ambaye Simba walimsajili katika dirisha dogo la usajili akiwa ni raia wa Nigeria, ambapo golikipa huyu alisaini mkataba wa mwaka 1.5 kuitumikia Simba, lakini Simba wameona waendelee kubakia naye, kuendelea kumwangalia katika msimu mmoja ambao umeweza kusalia, kwa sababu ni miongoni mwa magolikipa ambao wanafanya vizuri sana ndani ya ligi kuu ya NBC. Ukiangalia katika dirisha hili dogo la usajili wamefanya mambo makubwa pasipo kuruhusu mabao mengi wakati alitumikia Simba. Kwa ndo hivyo kutokana na Djibira Kasali kubakia, ndio maana klabu ya soka ya Simba wameweza kuamua kuachana na golikipa Musa Kamara Pimpini ambaye bado Simba wamemuona yupo katika ule ubora. Kwa hiyo Djibira Kasali ataendelea kusimama katika milingoti mitatu. Eneo la fullback namba 2 ni team captain mkuu Shomari Kapombe, raia wa Tanzania. Fullback namba 3 ni Nixon Clement Kibabage, raia wa Tanzania ambaye naye pia yupo katika ubora wa hali ya juu. Katika center back namba 4 hapa atakwenda kusimama Serge Bajo. Serge Bajo ni ingizo jipya ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, ni mchezaji kutokea USM Kechela ya nchini Algeria mwenye umri wa miaka 23, ambapo mchezaji huyu ni raia wa Ivory Coast, ambapo ni beki ambaye anajua kukaba kweli kweli. Kwa hiyo katika eneo la pale nyuma Serge Bajo ndiye ambaye atakwenda kusimama, lakini center back namba 5 atakwenda kusimama Rushan Drok, miongoni mwa mabeki hatari kabisa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, na anatarajiwa kuwa beki bora katika msimu ambao uliomalizika. Hii ni kutokana na uwezo wake ambao aliweza kuonyesha. Pia katika ligi kuu ya NBC ndiye beki ambaye alifunga mabao mengi, akifunga mabao 4. Katika eneo la kiungo namba 6 hapa atakwenda kusimama Yusuf Ali Kagoma. Sote tunafahamu uwezo wa Kagoma, ni miongoni mwa viungo hatari kabisa ambao wanafanya vizuri katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Kwa hiyo hapana shaka hapa Yusuf Ali Kagoma atakwenda kusimama katika eneo la kiungo namba 6 akiwa ni raia wa Tanzania. Eneo la winga namba 7 hapa atakwenda kusimama Libase Gueye. Libase Gueye ni miongoni mwa mawinga hatari kabisa ambaye 1v1 ni rahisi kukuchukua. Ana uwezo wa kupiga chenga, ana kasi, ana nguvu, ana uwezo wa kupiga mashuti. Kwa hiyo Libase Gueye amejihakikishia namba katika ile eneo la winga namba 7. Katika eneo la kiungo namba 8 hapa ataenda kusimama Ibrahim Jabbar. Ibrahim Jabbar ni miongoni mwa viungo hatari kabisa ambaye ameweza kusajiliwa ndani ya klabu ya soka Simba akitokea Stellenbosch ya Afrika Kusini, akiwa ni raia wa Nigeria mwenye umri wa miaka 23. Kwani Ibrahim Jabbar kwenye kiungo namba 8, cha kwanza mchezaji huyu ni mzuri kwenye kunusa hatari. Wakati timu inaposhambuliwa ni mrahisi kurudi, lakini ikumbukwe wakati timu ambapo inaposhambulia ni mrahisi kwenda mbele, kwenda kuongeza idadi ya watu wengi ama idadi ya washambuliaji katika eneo la mpinzani, lakini vile vile ni mchezaji ambaye anaweza kukokota mpira kutokea nyuma kwenda mbele, kwa hiyo anapeleka mashambulizi mbele. Ndio maana Ibrahim Jabbar Simba ameweza kumsajili na atakwenda kusimama katika eneo la kiungo namba 8, huku mshambuliaji namba 9 atakwenda kusimama mchezaji Peter Shalulile. Habari za ndani kabisa, mara baada ya kuvunja mkataba na klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na kugoma kuongeza mkataba mwingine, Peter Shalulile anatajwa kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba, lakini bado dili hili halijakamilika. Kama Peter Shalulile atajiunga na Simba, basi yeye ndiye ambaye atakwenda kusimama katika eneo la mshambuliaji namba 9. Kama asiposajiliwa, basi Elim Panzu ataendelea kutumika, au Fiston Kalama yeye ambaye naye pia yupo katika maongezi ya kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba, lakini kwa sasa asilimia nyingi za kusajiliwa ni Peter Shalulile. Sasa hapa kabla ya kuendelea kumfahamu namba 10, tunakuacha na swali. Je, Simba wamsajili Peter Shalulile ama Fiston Kalama? Yele
Aya, tuendelee. Fahamu katika eneo la kiungo namba 10 hapa atakwenda kusimama Mwamba Lusaka Clatous Chama Triple C Maestro. Chama ni mchezaji ambaye ni mtulivu, na hata ukiangalia ameweza kuingia katika mfumo wa kocha anaofahamika kwa jina la hapa tukienda kumwongelea Steve Barker. Ukiangalia katika mechi za mwisho ambazo Simba amecheza, Chama alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesaidia sana Simba kupata matokeo. Kwa Chama ataendelea kusimama katika eneo la namba 10, na winga namba 11 atakwenda kusimama Celesto Makigwala. Celesto Makigwala ni mchezaji ambaye Simba wamemsajili kutokea Shekune, kama tulivyokuambia hapo awali. Mchezaji ambaye inasemekana amesajiliwa kwa gharama kubwa kutokana na uwezo wake mkubwa. Kwa hiyo Celesto Makigwala ndio ambaye atakwenda kusimama katika eneo la winga namba 11. Habari za ndani kabisa ni kwamba Celesto atakuwa akipishana na Anicent Aura ambaye naye pia inasemekana anaweza kubaki ama kuuzwa kutokana na kwamba Simba amepata dau kubwa, lakini ndio hivyo. Celesto Makigwala ndiye ambaye atakuwa regular starter, mchezaji ambaye atakuwa kianza mara kwa mara. Kwa hiyo tunaona hicho ndicho kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Simba ambacho kinatarajia kuanza kuelekea katika msimu ujao. Golini ni golikipa Jibila Kasali, namba 2 Shomari Kapombe, 3 Nixon Kibabage, 4 Seji Bajo, 5 Rushen Dirok, 6 Yusuf Kagoma, 7 Libase Gwe, 8 Ibrahim Tsiaba, 9 Peter Shalulile ama mchezaji Maele ama Elim Panzu. Katika namba 10 Clatous Chama, winga namba 11 Celesto Makigwala ama Anicent Aura. So ambie kwa kikosi hiki, je, unakikubali kwa asilimia ngapi? Je, ni wapi Simba waboreshe kwa kikosi ambacho tumeweza kutajia? Lakini kumbukwe kutakuwa na wachezaji wengine wa akiba ambao wanafahamika, wale ambao hatujaweza kuwataja hapa, lakini Simba inafahamika kuna baadhi ya wachezaji wapo kama tulivyokuambia, kwa sababu tutakwambia ile orodha ya wachezaji ambao wameweza kutemwa. Tunakwambia tu ushare, ulike na kucomment, usahau tu kusubscribe channel yetu. Asante, bye bye.